ambaye ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwema, amekuwa kimbilio na amekuwa tegemeo katika maisha yangu. Nimekuwa nikimtegemea kila wakati na tukaweka maagano na yeye Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya maisha yangu. Maagano niliyoweka ndani yake ni kumtumikia na kufanya kazi vilivyo kwa sababu yeye ni mwema. Nataka kuwakaribisha katika channel yangu iko pale katika mtandao wa YouTube ambaye channel inaitwa Sayuni TV 62. Huwa ninapenda sana kueleza watu maana yake ya 62. Maana yake ni sitakaa kimya, ni kwa ajili ya Sayuni. Na ndiposa niko hapa siku ya leo ni kwa ajili ya kumtukuza. Leo ni siku ambaye nataka tukajifunze neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu imekuwa ni kama ni mazoea katika maisha yetu. Imekuwa ni kama ni mazoea kila mahali popote tunapoenda, lakini neno lake Mwenyezi Mungu si ya kuzoewa. Leo nataka tunene kuhusu wakati Musa alipokuwa ameenda kunena na Mungu katika mlima wa Sinai. Maandiko yanasema ya kwamba aliacha ndugu yake Aaron akiwa na wana wa Israeli. Na wakati aliacha wakiwa na wana wa Israeli, wale wana wa Israeli wakamletea ndugu ya Musa mashida nyingi, wakitaka kupewa Mungu wao wa kuomba. Ni kwa sababu waliona bila alienda mlimani, aidha alikufia mahali pale, kwa sababu hawakuwa wako na huyo kusubiri. Wakati mwingine atusubiri kwa sababu ya kumngojea Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine huwa atusubiri kumtafuta huyo Mwenyezi Mungu. Tunakuwa tunakimbia na kufanya mambo ambaye hayaeleweki. Walipokuwa wanasumbua Aaron, walitoa vifuli zao za masikio, wakatoa kila kitu, pete, wakaweza kutengeneza kitu kinaitwa miungu ya ndakoni. Ukiangalia miungu ya ndakoni mahali pale, maandiko yanasema ya kwamba kichwa chake kilikuwa ni kichwa cha Saulo. Angalia Saulo, kumbuka Saulo alikufia vitani akiwa na mtoto wake Jonathan. Maandiko yanasema ya kwamba kichwa chake ndicho kilitumika katika ile miungu. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 5, nataka tusome maandiko 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Maandiko yanasema ya kwamba sanduku la agano kati ya Wafilisti. Na ndiposa unaona ilifika wakati Mungu akatuma Samuel aende ambie Saulo aende akaweze kuangamiza wana wa Filisti, kwa sababu waliwatesa sana. Maana baada ya Wafilisti kuliteka sanduku la Mungu, walipepa kutoka mji wa Ebeneseli hadi mji wao wa Asdod. Kisha walipeleka sanduku la agano kwenye hekalu wa Mungu wao ndakoni na kuliweka karibu naye. Walipoteka ile sanduku la agano, walichukua ile agano, ile sanduku wakalipeleka karibu na miungu yao. Na ndiposa unaona wakati mwingine tunachukua neno lake Mwenyezi Mungu, tunaipeleka karibu na Mungu ambaye ni Mungu wetu mkuu, na unaona hiyo kazi iwezi ikaendelea, wala hiyo kitu ambayo unafanya akiwezi kikasimama, kwa sababu nguvu za Mungu ni nguvu za Mungu. Walipoteka lile sanduku la agano wakalipeleka pale karibu na ile miungu, maandiko yanasema ya kwamba waliabudu hiyo siku mpaka jioni. Waliweza kulisifu ile miungu yao karibu na ile sanduku. Lakini maandiko yanasema ya kwamba ilipofika jioni, ile sanduku ilianguka, ile miungu ilianguka. Lakini kwa sababu walikuwa vipofu kama siku ya leo, ambao unaona mambo mengine unafanya hayampendezi Mwenyezi Mungu, unaona hayaendani, hayaenendi, wewe mwenyewe unaendelea na kusukuma ile jambo lisimame, na unajua aliwezi. Jioni yake, asubuhi yake, wanapoamka walienda wakakuta Mungu wao ameanguka chini, ambaye ni Mungu wa ndakoni. Alipokuwa ameanguka chini, kwa sababu walikuwa vipofu, wakaamusha tena ule Mungu wa ndakoni, wakaendelea na kumwabudu mpaka jioni. Wewe mwenyewe unaona Mungu ameleta malaika wa kukuzuia ile jambo baya usilifanye. Wakati Mungu alimeleta malaika, ameleta karibu na wewe kwa ile jambo ambaye anakuonya usilifanye, unaweza kulifanya. Lile jambo linaharibika, lile jambo linaanguka, kwa sababu unafanya kinyume na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndio nguvu zote. Vile sanduku la agano lilikuwa na nguvu kuliko miungu ya ndakoni. Maandiko yanasema ya kwamba wakati asubuhi yake walikuja tena wakaamsha ile ndakoni wao, wakamsimamisha, wakaendelea na kumwabudu. Hawakujiuliza ni kwa nini jana alianguka.
Hawakujiuliza ni kwa nini ilienda chini. Na ndiposa unaona mambo yako saa zingine unajiuliza ni kwa nini naomba Mungu na mambo yangu hayaendi vyema. Hebu angalia unamuomba Mungu ukiwa wapi? Hebu angalia unamuomba Mungu ukiwa umesimama wapi katika mienendo yako? Maandiko yanasema ya kwamba asubuhi yake walipokuja, walikuta ile ndakoni yao ama ule mungu wao wa ndakoni ameanguka chini na amevunjika mikono na miguu. Imebaki tu hicho kingine kimesimama bila mikono na bila miguu. Hapo ndiposa wakajua kweli ili sanduku liko na nguvu. Wewe ni mambo ngapi ambaye umeyafanya yakavunjika? Wewe ni mambo gani ambaye unamuita Mwenyezi Mungu na unaona mambo hayaenendi? Angalia kama umekalia miungu ya ndakoni. Angalia umeangalia nini. Nikijaribu kusema mambo na kukalia miungu ama kukalia vitu ambaye asimpendezi Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu saa hii unaenda kuhubiri, unaenda kuombea watu, unaenda kutoa mapepo, lakini wewe pepo ile kubwa umeocha ndani ya maisha yako. Ile pepo linakuchekelea. Ni kwa sababu saa hii liko na uwezo. Hakuna nguvu ya kuivunja miguu wala mikono. Ile nguvu linakuweza kwa sababu hauna uwezo wa kuweza kusimama na ile jambo ambalo unanifanya ikiwa kinyume na miungu. Miungu imekuwa kitu ambaye inahuzunisha sana. Unakuta mtu anaenda kanisani, unakuta mtu ambaye ni mhubiri, unakuta mtu ambaye ni muombaji, lakini miungu ndio imemshikilia. Miungu, wakati wa miungu kuanguka umefika. Na ndiposa unaona kitabu cha Joeli 2, maandiko yanasema ya kwamba wakati walipojitokeza manabii ama makuhani wengi, na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu amejitolea naye kuwapatia aibu. Ni kwa sababu gani? Ile miungu hatujawacha. Ile miungu ya ndakoni hatujawacha. Unaweza kuwa naabudu mtoto wako kama miungu. Unaweza kuwa naabudu kazi yako kama miungu na unataka kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu. Hapana. Mungu ako na nguvu ambaye asifananishwe na chochote. Ako na nguvu ambaye huwezi ukasilinganisha na kitu chochote. Na ndiposa unaona sanduku la agano liko na nguvu kuliko miungu ya ndakoni. Wewe nyumba yako labda iko na neno la Mwenyezi Mungu. Hii ni silaha kali ya yule mwovu shetani. Hili neno lake Mwenyezi Mungu ni silaha. Halafu unaiweka ndani ya nyumba yako, unaanza kuleta miungu mingine. Unakuta mtu ako na Biblia, hako na uwezo wa kuleta ukanga. Hiyo ni miungu ya ndakoni. Unakuta mtu ako na neno lake Mwenyezi Mungu, anaenda kuongeza kitu mahali ndiposa ati apate nguvu, ndiposa ajulikane. Hapana. Hatufanyi kazi ya Mungu ni kwa sababu ya kujulikana. Tunafanya kazi ya Mungu kwa sababu ya nguvu zake Mwenyezi Mungu. Huyo Samueli wa kwanza 2 mstari wa 4, maandiko yanasema ya kwamba vinde za wenye nguvu zimevunjwa. Kama utatafuta nguvu kwa njia zingine, kama ukijua vinde zako zimevunjika, kama ukijua Mungu amekuacha, ni kwa sababu Mungu huwezi kumchanganya na chochote. Kama uliamua kuingia ndani ya neno, kaa ndani ya neno, kwa sababu ndani ya neno ndio kuna Mungu. Na ukiangalia maandiko yanasema ya kwamba hata wana wa Israeli ni mashahidi ambaye wanajua Mungu alinganishi na chochote, na hakuna Mungu mwingine ila ni yeye. Hata miungu ikijiinua, hakuna Mungu mwingine ila yeye. Kwa nini tusisimame na huyo Mwenyezi Mungu? Tuachane na mambo na miungu. Wewe unakuta kuna kitu unaabudu ndani ya nyumba yako, kuna kitu ambao unaabudu ndani ya maisha yako, hiyo ni miungu ya ndakoni. Unakuta saa zingine akili yako tu iko unaangalia ile pesa uko nayo, hiyo ni miungu ya ndakoni. Ni kwa sababu wewe akili zako siko pale, au yuko kwa ule Mungu ambaye alimekupatia. Wewe uko kwa mali yako, ndio unaona uone Mungu. Hata Mungu ulimsahau. Ni kwa sababu gani? Unaongozwa na miungu ya ndakoni ndani yako iliondoka. Kumbukeni Yohana 1:1, kuanzia mwanzoni kulikuwa na neno, na ile neno ilikuwa Mungu, na hiyo neno ni Mungu, na hiyo ni neno ndio iko siku hii ya leo. Ni kwa nini tunatoka katika njia za Mungu? Unakuta moyo wako, katika kinywa chako unamsifu Mungu, Mwenyezi Mungu, unamsifu Mungu kweli kweli. Kila mtu anatamani hata kuhitanishwa na wewe, lakini ndani ya moyo wako kuna Mungu ako hapo ndani, anaitwa Mungu wa ndakoni. Ni kwa sababu gani? Mahali kuna mabaya uko hapo. Wakati unakaa chini unaendelea na kuwasa, unawasa mambo machafu, huyo ni Mungu wa ndakoni yako ndani yako, na anafaa aondoke Mwenyezi Mungu akae hapo ndani, kwa sababu ako na uwezo.
Maandiko yanasema ya kwamba yeyote atakayeniita wakati wa shida nitaweza kumwokoa, ambaye ni Zaburi 50 mstari wa 15. Ukiwa kwa shida, ukiita Mwenyezi Mungu hakika anakuitika. Ni kwa sababu akikuangalia naona ndani yako hakuna miungu. Ukisoma Methali 6 mstari ni wa 10, maandiko yanasema ya kwamba kuna vitu 7 zile ambaye asimpendezi Mwenyezi Mungu. Ukiingia pale kusoma utaona hapendezi na macho yenye kiburi, hapendezi na majifuno, hapendezi na miguu ambaye anaenda mbio pote. Mambo iko hapo katika hiyo maandiko. Hiyo ni miungu ya ndakoni. Chochote ambaye wewe mwenyewe umekitengeneza na unakileta karibu na neno, moyo wako uko na neno lake Mwenyezi Mungu, ambaye mahali pale umeweka ile neno unaleta kitu ingine, hiyo ni miungu ya ndakoni. Tuache Mungu akuwe mstari wa mbele katika maisha yetu. Tuache Mungu akuwe mstari wa mbele kwa ile vitu ambaye tunataka kufanya. Tuache Mungu akuwe mstari wa mbele kwa kile kitu ambaye tuna plani kukifanya. Tuone kama hiyo kitu hakitaweza kuendelea. Ni kwa nini? Ukisoma Zaburi 34 mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba nijaribuni muone nilivyo mwema. Kama una miungu ingine ambaye inakusunguka, kama una mambo ingine inakusunguka, hakika Mungu wa mbinguni ataweza kukuonekania. Na ndipo unaona watu wanatafuta hizo miungu. Unaona anaingia ndani ya mtu, analipa mtu aenda kafanya drama ndani ya hekalu ili aonekane ako na power. Nguvu zinatoka kwa Mungu, hakuna mahali pengine nguvu zinatoka. Tuache kuweka miungu ya ndakoni ndani ya maisha yetu. Tuache kuweka miungu ya ndakoni ndani ya nyumba zetu, kwa sababu Mungu hapendi. Ukisoma Zaburi 84 mstari ni wa 5, maandiko yanasema ya kwamba eli wao wanaopokea nguvu kutoka kwangu. Hivyo ndio Mungu anasema ole wao. Wewe mwenyewe ukihitaji nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atakupea. Lakini ukihitaji nguvu kutoka kwa vitu ambaye Mungu aliumpa, umelaaniwa. Na ndipo naona inaanguka na wewe unaendelea tu kusema mambo yako si nani mwenye aliharibu, na ni wewe mwenyewe tu uliharibu hizi njia. Paulo akauliza, ni kwa nini mlianza kwa roho mnamalizia kwa mwili? Ni kwa sababu hutaki kuenda na ile njia inayofaa kutoka pale kwa roho mpaka umalizie na roho. Lakini unafika mahali unaingia, unaanza kutafuta mambo ingine kubwa Mungu hajakupea, lazima uingie kwa mwili. Na kuna Mungu anayetutazama kila dakika. Katika Methali 15 mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba macho yake yako kila mahali ikitazama mema na mabaya. Na Mungu wa mbinguni anatuangalia. Ukisoma Zaburi 115, maandiko yanasema ya kwamba wako na macho na waoni, wako na masikio na hawasikii. Ni kwa sababu gani? Wana ile nguvu, zile nguvu za Mwenyezi Mungu walisiondoa, wakaweka miungu ndani yetu. Kuna Mungu katika mbingu, kuna Mungu anatuangalia, kuna Mungu anatuonekania. Umepewa zawadi na Mungu ambaye ni watoto. Wache kuwapeleka kwa miungu ya ndakoni hadi sijui ndio wasilokwe. Usiwapeleke sijui kwapi ndio wasilokwe. Waweke katika nguvu zake Mwenyezi Mungu. Sanduku la agano liko na uwezo ambaye ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na Mungu anatenda. Na ndiposa nikasema siku ingine, ukitaka kunena naye Mwenyezi Mungu, tafuta mahali katika nyumba yako, weka pale upakue madhabahu yako ya kunenea na Mwenyezi Mungu. Mahali pale unapaweka kama moto. Maandiko yanasema ya kwamba mahali kuna moto, roho mchafu hawezi kukaribia. Miungu ya ndakoni itaweza kukaribia. Hata mtu yote akikutembelea na ako na miungu ya ndakoni hataweza kusimama hapo. Ni kwa sababu iko na uwezo na iko na nguvu. Ndugu yangu, dada yangu, tunamtafuta Mungu aliye hai, Mungu ambaye ni muweza, Mungu ambaye anatutendea kila dakika. Tusimwache. Ni kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Kama ni jina unataka, kubali Mungu akupee jina, kwa sababu ako na uwezo. Kama ni mali unataka, kubali Mungu akupee mali, kwa sababu Mungu ako na uwezo. Lakini kitu utaweka kwanza ni kazi yake Mwenyezi Mungu. Angalia Solomon alienda mbele za Mungu, akamwambia naomba Mungu unipe hekima, ni kwa ajili ya kazi naifanya. Kubali tupewe hekima na Mwenyezi Mungu. Na Mungu tena akamwambia, kwa sababu hujaomba maisha marefu, hujaomba mali, pamoja na kukupatia hekima, nitakuongezea kitu kinaitwa mali pamoja na maisha marefu. Ukisoma katika Mathayo, maandiko yanasema ya kwamba tutafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, hayo mengine yote
Mungu wa Israeli atatusikizia. Kuna Mungu katika mbingu. Tuache miungu, tusimame na Mungu. Tuache miungu, tusimame na Mungu. Na neno lake Mwenyezi Mungu litatusaidia, na Mungu atasiti kutuonekania kwa wema kila wakati. Mungu wa mbinguni tuonekanie. Amen and amen.